Huku visa vya mauaji ya kikatili ya wanawake ikizidi kuongezeka nchini, mwenyekiti wa jopo kazi la kiufundi la kutathmini na kukagua kesi za unyanyasaji wa kijinsia, Daktari Nancy Barasa amesema kuna haja ya hatua za dharura kuchukuliwa ili kutokomeza uovu huo. Akizungumza kwenye mkutano wa ushirikishaji wa umma kwa ajili ya kukusanya maoni katika chuo cha ufundi cha Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, Barasa amesema ni jambo la kutamausha kwamba zaidi ya wanawake 700 wameuliwa kikatili tangu mwaka 2016. Aidha, wadau mbalimbali wa kutetea haki za kibinadamu waliohudhuria mkutano huo wamesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa vituo maalum vya kushughulikia waathiriwa. 41 billion Kenya shillings to GBV. And so that is what the dent in our economy every year. It is big. If we did not kill and therefore divert resources to address that, if we did not cripple people so that they work optimally to be productive, we would be recouping 41 billion into our economy, which we are losing. And that, as law enforcement agencies, we have also looked at areas of the within the RIGO framework that we feel required to be improved on, so that prosecution of these cases are done to their logical conclusion. That's why I want to also appreciate the fact that this is an opportunity for us to look at the existing legal framework to see how we can make sure that the cases are actually pursued to their logical conclusion. Ni majukumu ambayo tutashare vizuri sana na kati yetu na national government. Hakuna mipaka hapa. Na hivi vita, ukiona kuna task force imetengenezwa, ni kumaanisha kwamba ni swala sugu ambalo pia lazima tupambane nalo na tushinde.